kwaya dekania ya Pwani tumeamua kukutana kuadhimisha hili la Ekaristi Takatifu na baadaye kwa ratiba zenu zingine, na tunawapongeza pia kwa hilo. Katika Injili labda tupitie kidogo masomo yetu ya leo kwa ufupi. Tunajua kuna ratiba yenu ndefu baada ya hapo, si ndio? Katika Injili kuna mstari tunasikia, wakamshika Yesu miguu wakamsujudia. Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Haya, akina mama wawili walikuwa wanamtafuta Yesu. Mtaja Maria Magdalena na yule Maria mwingine, na wakawa wanamtafuta, wanatembea. Mara wakakutana naye njiani, wakasema huyu ni yule ambao tunamtafuta. Wakamwangukia miguuni na wakamsujudia kwamba huyu ndiye tuliokuwa tunamtafuta. Nafikiri Yesu alikuwa hata hajajiandaa. Ni kama mimi asubuhi nimefika hapa, nilikuwa sijajiandaa hata, tukaona watoto wamekuja wamenirukia walioniangusha. Ingawa nilipenda kuona watoto wazuri, lakini nilikuwa sijajiandaa. Nafikiri wanamrukia mlezi wao, sijui na nguvu zake zile anawezaje. Watoto nawashukuru. Asante. Siku ingine nitajiandaa. Nafikiri siku nikijiandaa mtanirukia. Sawa. Sasa mambo mawili. La kwanza ni Petro anatoa mwongozo. Baada ya Yesu kuuawa, kulikuwa kama aina ya ombwe fulani. Maana yake watu kama wanahangaika, itakuwaje sasa? Lakini hata baada ya Yesu kufufuka, wengine iliwachanganya zaidi. Wakasema hii kitu huwezi kueleza itakuwaje. Mwanzoni tulifikiri ufalme wake umeisha na unaisha pale alipouawa, lakini kafufuka tena. Kabla kuwasikia wanafunzi wa Emmaus kipindi hiki cha Pasaka wakienda, na wao ni wanafunzi wamechanganyikiwa pia. Wao wanasema kuna habari zinatuchanganya zaidi, kwamba baadhi ya wanawake eti wametuambia yule mtu bwana kafufuka. Yaani ile ndio inawachanganya zaidi watu. Kwa hiyo kulikuwa kama aina ya ombo fulani la uongozi. Itakuwaje hapa yule ambaye tunategemea ni mfalme wetu ameuawa? Ingawa tunasikia amefufuka, lakini bado watu wako kwenye mashaka. Hata baadhi ya wanafunzi wao kabla kukutana tena na Tomaso mwenyewe anasema mimi mpaka nigusa ndio nitajua ni kweli huyo mtu kafufuka. Lakini mimi niambia kafufuka, hata kama nafahamu sura ni hivi, mimi sifahamu. Kwa hiyo kulikuwa na aina ya mambo. Lakini somo tulilolisikia leo ambalo Petro ni inashangaza, jana ufufuko wa Bwana, si ndio? Lakini kwa mitume wale 11 leo tayari ni Pentekoste. Kwa hiyo hawakusubiri siku 50 inaonekana. Hao wataalamu wa liturujia wameunganisha. Kwa hiyo Petro anasimama, anatoa mwongozo, anasema, anaeleza yule ambaye mlimuua, yule ambaye mlimtesa, yule ambaye mumemuua amefufuka. Na sisi hapa tulipo ndio mashahidi wa hayo mambo, na ndio tunaanza kueleza sasa kupita. Kwa hiyo anatoa mwongozo kwamba sisi ndio tutaanza kuhubiri sasa. Hakuna cha kusema kiongozi wetu ameondoka, amefariki, kuna ombwe, hakuna uongozi. Hapana, Petro anatoa mwongozo. Katika jamii yetu kwa sasa, kati ya vitu changamoto kubwa ambayo ipo karibu ngazi zote, iwe katika kanisa, iwe katika jamii, ni uongozi. Kiongozi mzuri atakayetupitisha na kutuelekeza kwamba katika hii hali hapa tunapaswa kufanya nini.
Kwa hiyo tuliombea sisi wenyewe katika hilo. Kwa hiyo Petro alichofanya kutoa mwongozo mzuri. Kama sasa hivi wakati mwingine unaweza kukuta watu wana kila kitu, lakini hakuna anayewaongoza wala hakuna anayewaelekeza. Nakumbuka kuna padri wetu mmoja alisema, alienda msiba wa ndugu zake, akasema amewakuta wana msiba. Mmoja wa wale ndugu akamwambia, "Padri, zamani sana, akasema, padri, sisi hapa nyumbani tuna kila kitu, hata pesa tunazo, lakini shida yetu ni kutoongoza tufanye nini na nini." Lakini kitu kimoja ambacho mimi napongeza nyinyi kwaya, mimi kama viongozi, kwa muda mrefu sasa kwaya sio katika ile kamera ya Pwani tu, katika kanisa kwa ujumla kwaya imetoka kwa viongozi hasa wa liturujia. Kwa kweli maeneo mengi kwaya ndio wa kwanza kujua Jumapili ijayo ni Jumapili ngapi. Kwaya ndio wanajua wa kwanza kwamba kipindi cha Kwaresma hatuimbi utukufu. Mingine yote tunafanya kosa. Mnaweza msiungane, mnaweza msiende kukumika, lakini Kwaresma hamtaimba utukufu, si ndio? Katika hayo mtatuongoza. Mnaweza kubaki kwenye uchumba sugu, hiyo sio shida, lakini hamwezi kukosea liturujia. Hiyo mmeshika vizuri sana. Kwa hiyo hongereni sana. Kwa hiyo hata ukiwa na tukio lolote, iwe msiba, iwe nini, utasikia kwaya wimbo, utasikia kwaya ndio wanaongoza, wanaweka wimbo. Na wakati mwingine wanaanza tu wimbo, wanakatiziwa hapo kwaya, nyamaza. Na wao wananyamaza. Wala hawana shida, wanatii. Kwa hiyo naomba katika hayo mnayotuongoza kiliturujia, itakuja tena pointi nyingine ambayo ni kuongoza hiyo hali yenu ya uongozi, tuongoza kwenye liturujia, mtuongoze vizuri, muongoze kanisa vizuri. Na wakati tunazindua hizi uniform zenu pale TC Tech, tuliwaambia kwaya mjitahidi pia katika nyimbo mpya mnazozitunga hiyo ya uongozi, muwe kidogo pia nyimbo zenye mafundisho ambayo mtu akisikiliza, na nyimbo zingine zinagusa moja kwa moja. Ndio huyu hata nisipoungama inamkumbusha yule wimbo unasemaje, azifichaye dhambi zake. Hebu tuimbie ule wimbo, azifichaye dhambi zake. Kwa hiyo ndio hivyo kwamba tukisikia tunayotaka tunaongea na wazee kama mwenyewe unataka. Kwa hiyo nyimbo kama hizo zile ambazo zinaweza kugusa mtu zinatoa katekesi. Kwa hiyo muendelee kuongoza, ingawa pale mnasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Kwa kweli ni wale imekuwa ungwana sana, kimsingi ni atakufa. Afichaye dhambi zake
nafikiri aliyetunga wimbo yeye ni kati ya wanaoficha dhambi zake. Naomba mnisamehe, pengine yuko hapa. Kwa hiyo afichaye dhambi zake kimsingi atakufa, kuweka msitizo. Ndio maana tunapaswa tunaongoza. Kwa hiyo na wakati mwingine mnavyotuongoza pia katika vipindi vya liturujia nzuri, isipokuwa pale sisi wetu tunawaambia kwamba mjitahidi pia kugusa katekesi, kugusa Biblia, tuwaongoze watu. Na kwa sababu nyinyi ni viongozi, msibaki tu na kundi la kwaya, uongozi wakati mwingine kanisa zima kama viongozi. Najua wakati mwingine kwaya wanaogopa au watoto wakifahamu wimbo wao watawaharibia. Kwa hiyo ukiona watoto wanaimba watabadilisha mara moja, wataweka wimbo ambao watoto hawawezi. Lakini watoto ndio wanasaidia. Jana tulienda na Chingwea wakati wa misa ya Pasaka. Kanisa la Chingwea kama mnavyojua, pale na Chingwea kuna waumini wengi. Kanisa lote limejaa kabisa. Lakini wakati wanasadiki waliokuwa wanaongoza ni watoto wachache tu kama kanisa zima. Kanisa zima waliokuwa wanaongoza ni watoto. Kwa hiyo wakati mwingine msiwe na hofu kwamba tukishirikisha kanisa zima pengine itatuharibia. Mara moja mnaweza kuweka wimbo wa kanisa lote kuimba, ambapo katika nyimbo zenu zote mtakazoziandaa huo ni uongozi. Kama Petro alivyotuongoza baada ya ufufuko, baada ya kuhangaika. Kwa hiyo na wao muendelee kutuongoza katika hilo. Katika jamii ambayo uongozi imekuwa changamoto, nyinyi naomba baki katika ile nafasi. Popote hapa jimboni mimi nimeenda mpaka sehemu za ndani. Unaweza kuta sadaka ni 2,000 au 1,000, lakini wanakwaya wana uniform safi kweli wanapaa. Na ndugu zao zile wamepewa bure, lakini wako vizuri wanaimba. Juzi kulikuwa Mikunya, tangu kidogo tu wachache, ni kwaya nzuri. Hapo Sudi, kuna watu wa Sudi hapo na Chuni wako Ingawali wako hapo. Kuna wanaotoka kilango cha Sudi amna, na Chuni amna. Ule tumeenda kwa safi, lakini ndani. Kwa hiyo kwa utume wa kwaya na kumtumia vizuri kwa kuinjilisha tutakusaidia sana. Wazo la pili na la mwisho ni la kukutana na Yesu. Wale akina mama Maria Magdalena na yule Maria mwingine walikuwa wanamtafuta Yesu na wakakutana naye njiani, na wakamwangukia miguuni wakamsujudu. Kwa hiyo sisi tunaomba pia katika nyimbo zenu hizo, nyinyi wenyewe pia mkutane na Mungu huko nyinyi wenyewe. Lakini pia kama mlivyo viongozi, tuongoze pia watu wengine tukutane na Mungu kwa hizi nyimbo. Lakini kwa upande mmoja, kwaya kwa sasa imepiga hatua kubwa sana. Kwa sababu zamani ilikuwa ngumu kwanza kwaya kuimba shirikisho, si ndio? Ilikuwa ngumu sana. Parokiani kwaya ni vita tu. Nani wanaimba. Siku hizi kwaya hata kama hawakuzaa, wamekaa pembeni. Kuna kwaya 2, 3. Kama mnazi moja mnakuwa ngapi? Tuko 2 na watoto. Watoto 3. Wala watoto wako ndio ushindani huo. Lakini siku hizi kwaya hata kama sio zamu yao, kama mmoja wao yuko amekuja misa hii, unaona anaimba. Zamani utaona kwaya wako wanapeana zamu, kundi moja liko hapa, kundi moja liko hapa. Hawa ni ukifika zamu yao ya kuimba, wanaimba kwa nguvu zote, au wananyamaza, wanaangalia, wanaangalia. Lengo sio wasiishie pumzi ya kabisa. Lakini ikifika zamu yao
kujinyima, lakini siku hizi hayo mambo tena yapo. Naona watu wameshaenda mbali, naona kama wanapiga kayamba mmoja ameshahamia kule, wanapiga ngoma wameshahamia pale. Labda walimu wanatuunganisha, kwa sababu walimu wafaa wakati mwingine mahali unapiga kinanda huyo kwa zote. Na katika uongozi pia ile ya changamoto ya uongozi, labda nirudi nyuma kidogo, mjitahidi kutengeneza pia. Kwa hiyo natengeneza wanaita succession, mtengeneze pia viongozi, mtengeneze kama mwalimu wako nyuma rafiki yangu huyo unasoma nota. Ile sio wote wanaosoma nota. Wangapi wanaweza kusoma nota? Hebu simama. Wangapi wanaweza kusoma nota? Katika hawa ila sasa hivi tunazalisha sasa hivi. Kama wangapi? Kwenye 10 wanaweza kufika. 10. Sasa mimi ningeomba pia wanaopita sasa hivi wewe wazuri wao wanaweza wakafika hata kama kwenye 10 kama sasa hivi, lakini kwenye 10 na uhakika ila malengo yetu haipo na wale wengine wao. Mitoro nimeona ndio wameingia baada ya somo la kwanza. Pamoja na kuwa walimu wazuri. Sasa nafikiri pia mjitahidi katika hilo la uongozi. Watu wajue kusoma nota. Sawa jamani. Lakini pia nini kinanda mafundisho mengine. Kwa sababu nakuwa kinanda mwenyewe hasara. Akimaliza mitoro amepandishwa kwenye pikipiki, anakimbizwa na Ngiriki. Akitoka na Ngiriki anakimbizwa Kilangani. Siku nzima yuko hoi. Hata kusali ajue amesali wapi. Anafika utukufu ni sahihi. Nyingine anafika kwa mnio anapiga wimbo. Kwa hiyo usije mkawaua nao mwatengeneze wimbo. Naelewana katika hilo la uongozi. Sasa ile nyingine na kukutana na Yesu, kwa nisema ni wazo la mwisho, samani kwa kundi nyuma kidogo. Katika hii ya kuacha ushindani usio lazima na kupigana vita, kukutana na Yesu. Kwa hiyo ni muhimu sana. Lakini pia hii ya kufanya tamasha kama hili kwa adhimisho la Ekaristi Takatifu pia kukutana na Yesu. Kwa hiyo katika vipaji vyenu ambavyo Mungu amewajalia ya kuimba, hiyo sauti ya kwanza, pili mpaka ya 4, jitahidi kukutana na Yesu kama wakina mama walipokutana, na tuongoze wengine waweze kukutana na Yesu. Mjitahidi sana katika hilo. Na hilo pia linawadai sasa ile la sakramenti. Kwa hiyo wanakaa tunategemea wakati wa komunio wao pia wamejiandaa. Na wale ambao kwenye vizuizi, nyinyi mtuongoze. Nyinyi sasa mshiriki sakramenti. Tunaelewana jamani? Tutumikie Bwana kuchumba sugu ni roho na ukweli. Tujitahidi katika roho na ukweli. Lakini vinginevyo kwa yale mnayofanya mnaendelea kujengea, jitahidi kwa muda kwa sadaka mnaoendelea kutoa tuweze kukutana na Mungu. Lakini pia tuwaongoze wenzetu wafike kwa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Naona kiu unaiona.